Ukitazama vizuri hii mechi wakati inaanza, unakuja kugundua kwamba timu zote zilikuwa zinasomana kwanza, alafu pia vile vile walikuwa na tahadhari ya hali ya juu kuliko uhalisia wa mchezo wenyewe unavyotakiwa kuwa. Binafsi nilichokiona ni kwamba Azam FC alikuwa na mwanzo mzuri zaidi kuliko Yanga. Moja ya kitu ambacho kilithibitisha kwamba Azam alikuwa na wakati mzuri ni aina ya mpango kazi ambao Azam aliingia nao, kufanya pressing ama kuanza kukaba ama kutafuta mpira kutokea juu, sehemu ambazo ni nasema ndio maeneo mama ya Yanga kwenda kuanzisha mashambulizi, maeneo ambayo Yanga wameyatumia zaidi kusuka mipango yao kuelekea kwenye lango la timu pinzani. Kwanza unaangalia idadi ya mstari wa mwisho kwa Azam FC, walikuwa wanafika wangapi katika eneo la juu, kwa maana kwenye nusu ya Yanga. Lakini pia unaangalia ambavyo walikuwa wanajiposition katika hayo maeneo, ilikuwa inatuma message tosha kwamba kocha Ibenge alikuwa anafahamu kwamba mpira au mashambulizi ya Yanga yanaanzia wapi, lakini pia anakwenda kumalizikia wapi. Unaangalia namna ambavyo muda wote Zidane, Sereli, unamzungumzia Faisal, lakini pia Idi Nado walivyokuwa wanageuka kuwasogelea walinzi wa Yanga wasiweze kuanzisha shambulizi na kwa utulivu mkubwa. Haswa Bakari Nondo Mwamnyeto, kwa sababu ameonekana ni miongoni mwa mabeki ambao wakiwa na utulivu mkubwa, akiwa na nafasi ya kufanya hivyo huwa anapenda kufanya hivyo, kwa maana ya kupiga mipira mirefu ambayo inakwenda kuvuka pengine mstari mmoja mistari miwili kwenye lango la timu pinzani ama kuelekea upande wa timu pinzani. Lakini kwa muda wote huo ulikuwa umuone Mwamnyeto akiwa na enjoy kufanya hivyo kwa dakika pengine 15 mpaka 20 za mwanzo. Haikuwa hivyo. Lakini sio tu hivyo, unajaribu kuangalia kwenye hizo attempt ama timu ambayo pengine ilionekana kuweka kambi muda mwingi zaidi kwa mwenzake kwa hizo dakika za mwanzoni. Azam aliweka kambi kwa muda mwingi kwa Yanga kuliko ambavyo Yanga alikuwa kuweka kambi kwa Azam FC, kwa sababu tu ya mpangilio mzuri ambao Azam alikuwa nao. Kuna namna unasema Azam alifanikiwa kwa kuweka watu katika yale maeneo ambayo unasema kwa Yanga ingekuwa hatari kama wangeachia hizo nafasi. Unazungumzia kwa zile nusu nafasi ambazo Fei ilikuwa na mwana zishambulia, Inado ilikuwa na muda mwingi na zengea katika hayo mazingira au katika hayo maeneo. Tafsiri yake ni kwamba kwa namna kwa mechi wakati imeanza, Azam alikwenda kwa ajili ya kuziba ama kwenda kupunguza makali na kuwachelewesha Yanga wasiweke mpango yao kwa utulivu kwenda kwenye nusu yao. Ukitoka hapo utakuja kwa eneo la katikati ya uwanja ambapo kama Yanga imeshindwa kuanzisha mashambulizi kutokea nyuma, maana yake moja kwa moja itakuja eneo la katikati ya uwanja ambapo wamekuwa wakigawana majukumu. Wakati mwingine Duka Buya aelekee pembeni kulia ama pembeni kushoto, Mudathir aelekee pembeni kushoto ama pembeni kulia, wakiwa wanaanza shambulizi. Na Yanga wamewahi kufunga magoli kupitia mazingira kama hayo, kwamba eneo la katikati wakiwa pamesheheni au pamejaa au pamekuwa hapo au huu, wamekuwa na mazingira mazuri na kusogea katika maeneo ya pembeni waisha mashambulizi na kufanikisha mashambulizi. Mfano wa hivi karibuni ilikuwa ni mechi dhidi ya Singida, kama nakumbuka vizuri, goli la Dube. Mudathir alipokea mpira katikati pembeni kushoto, akapiga pasi ndefu ambayo ilikwenda kuzalisha movement ya goli ambayo Dube alifunga kama kwa kisigino fulani hivi katika ile mechi dhidi ya Singida. Goli la pili. Ilikuwa ni movement ambayo nasema Yanga hakuwa anaonesha ubora mkubwa sana la katikati ya uwanja, ila alikuwa direct zaidi, lakini alianzisha shambulizi kutokea katikati pembeni ambako ulikuwa na upande wa kushoto. Ndicho ambacho pia jana inatokea kwa maana ya majukumu ambayo alikuwa nayo Mudathir haya, lakini pia kwa Duka Buya, hali ambayo ilikuwa tofauti kwa upande wa Azam FC, kwa maana ya James Akaminko alikuwa anapasia vizuri, alikuwa anapasia maeneo sahihi, japo uwezi kuwa bora katika 100%. Kuna muda alikuwa anapoteza mipira katika mazingira ambayo unasema hakutakiwa pengine kupoteza, lakini katika watu ambao walikuwa wanapasia vizuri ama walikuwa na wakati mzuri kwenye kupasia jana, Akaminko alikuwa katika wakati mzuri. Bimidi Mao bato yake na katika uwanja alikuwa anaishinda vizuri. Hata kwa Faisal Salum kuwa nyota wa mchezo haikutokea tu kwa bahati mbaya, kwa sababu alikuwa amekwenda katika yale maeneo ambayo Yanga wakimwacha tu Fei anasababisha madhara makubwa.
ndicho ambacho kinatokea, either achezewe foul ama afanikishe kushinda hiyo bato. Akishindwa kabisa, alikuwa rudi la kati kuja kuomba mpira kutengeneza shambulizi ama kuanzisha mashambulizi upya. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo ina mbinu, lakini kwangu mimi namuona Azam alianza kwa gia nzuri zaidi kuliko Yanga, kwa sababu alifanya vitu vingi ama alikuwa kwanza kufanya vitu vingi kabla Yanga hajaanza kureact. Na nadhani Yanga walianza kupendeza zaidi ama walianza kunoga pale ambapo Pacome Mzouzo aliingia. Kasi ya mchezo ilibadilika. Nikawa nawaza ni amepona moja kwa moja, kwa maana yuko fit kiasi cha kwamba anaweza kukimbia kwa kasi ile ambayo alikuwa anaifanya, au anaponea uwanjani, ama anaponea uwanjani, kwa sababu timu inahitaji kupata ushindi kwa hali ilivyo. Ukiangalia hayo mazingira baada ya Pacome kuingia, unaona kabisa kuna mabadiliko makubwa sana yajitokeza kiuchezaji kwa upande wa Yanga. Kasi iliongezeka, lakini ubunifu pia uliongezeka eneo la kutengeneza nafasi kuelekea lango la Azam FC. Kwa hiyo ilikuwa ni dabi ambayo makocha pande zote mbili waliwekeza nguvu na akili zao katika huo mchezo. FM kutoka Dar es Salaam.